Je, fundisho la Utatu Mtakatifu limekaaje? Je, Mungu amegawanyika katika nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ama Mungu ni mmoja, hajagawanyika katika nafsi yoyote, au Mungu watatu, au limekaaje hili fundisho la Utatu Mtakatifu? Na vipi kuhusiana na uungu wa Yesu? Je, Yesu ni Mungu? Ni Mungu kwa maana yuko ofisi na Baba, yani yeye na Mungu ni mmoja, ama yeye ana pray kama mwana wa Mungu tu tangu huko juu? Sasa kuna maswali mengi sana hapa katika hili fundisho la Utatu Mtakatifu. Maswali ni mengi sana, na mimi nimekuwa nikiulizwa maswali mengi sana kuhusiana na hili fundisho. Hili fundisho linapatikana kwenye Biblia. Maandiko yanasema nini kuhusu Utatu Mtakatifu? Fundisho hili limetokea wapi? Sasa kama ulikuwa unatamani kuelewa sana, najua unaelewa, lakini kama ulikuwa unatamani kuelewa zaidi kuhusu fundisho hili la Utatu Mtakatifu, naomba uwe pamoja nami katika kipindi hiki. Naamini utakuwa na vitu vya kujifunza vingi sana juu ya fundisho la Utatu Mtakatifu. Tutaenda kuangalia mambo kama Biblia isemavyo. Leo tutakuwa na mambo mengi sana ya kueleza, tutaacha tu maandiko yajifafanue yenyewe, alafu tuje kuangalia ukweli juu ya fundisho la Utatu Mtakatifu umekaa vipi. Umekaa vipi? Je, kanisa lijengwe katika msingi wa Utatu Mtakatifu wa Mungu, ama kuna namna gani nyingine? Basi jina langu mimi naitwa Mwalimu Vincent Mwakisala. Nikuombe tu wewe rafiki yangu ambaye bado hujasubscribe channel, naomba usubscribe na kushare kwa watu wengine, na Mungu atakubariki. Lakini pia namba zetu ni hizo unazoziona hapo. Kama kuna mtu anahitaji msaada wowote wa kiroho, ushauri, maombezi, basi namba zetu ni hizo hapo. Pia na wewe unayetamani kusupport huduma hii, pia namba zetu ni hizo hapo. Mungu atakubariki sana. Sasa kabla sijaanza kusoma andiko lolote, maanake nimesema hili jambo tutaliongelea kimaandiko sana, tutalijibu kimaandiko, na tutakuwa na maandiko mengi tu. Maandiko ndio yatakuwa yanalijibu au yanalifafanua ili swali na hii mada yote. Maana naamini nimekuwa nikiulizwa maswali mengi sana. Sasa leo imempendeza Mungu tuangalie kimaandiko. Lakini kabla tujaanza kufungua andiko, kumekuwa na mapokeo mengi sana kutofautiana na madhehebu juu ya hili swala la utatu. Hawa wanasema hivi, hawa wanasema hivi, na wote wanatoa katika maandiko. Haya mafundisho yote yanatoka katika maandiko. Sasa mafundisho ya aina mbili ndio naona yana nguvu sana katika jamii zetu hizi na duniani, naona yana nguvu sana, ambapo fundisho la aina ya kwanza lenyewe linasema hakuna utatu. Utatu ni swala la kipagani. Utatu ni swala la kipagani ambalo limetokea katika miungu ya Kigiriki, nafikiri ndio kopo na hiyo nadharia ya utatu imetokea kule. Sasa wakati kanisa linapambana kuwahubiri watu waokoke, na watu wanaokoka sasa walikuwa wanataka kuendeleza ile asili ya miungu yao katika hizo dini zao walikotoka huko. Kwa walivyokuja na hii nadharia ya Mungu watatu au ya hii Trinity, kwa maana ya utatu, kwamba Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Mungu mmoja, wakaona inawapendeza kwa sababu haipishani sana na ile asili ya miungu walikotoka. Kwa hilo ndo fundisho la utatu lilikotokea kwa mujibu wa doktrini hii, kwa mujibu wa fundisho hili hapa la kwanza, ambapo fundisho hili lenyewe linasimama na msimamo kwamba Mungu ni mmoja ambaye hana nafsi tatu, yani hajagawanyika katika nafsi tatu. Sasa ambao wanafundisha fundisho hili hawakani uungu wa Yesu. Wanasema kwamba Yesu ni Mungu lakini sio sawa na Baba. Yaani Baba ni Mungu mkuu ambaye amejitosheleza, umenielewa? Sasa jinsi ya kuifafanua hii kitu ni ngumu kidogo, lakini naamini umeisikia huko, na nafikiri utakuwa unaielewa. Wenyewe wanasema Yesu ni Mungu kwa sababu amepewa neema ya uwana. Sasa mwana wa Mungu lazima naye awe Mungu. Umeona? Kwa maana hiyo wenyewe wanasimama kwamba Yesu ni mzaliwa wa kwanza kati ya sisi tulio wengi. Kwa maana hiyo uungu wa Yesu unakuja kutokana na ile hali ya kuwa mwana lakini hakuwa Mungu. Kwa maana hiyo wao wanaamini Yesu ni ameumbwa, ni kiumbe ambaye ameumbwa kabla ya ulimwengu, na yeye alishiriki uumbaji, lakini kwa maana hiyo bado hawezi akawa sawa na Mungu Baba, kwa maana ya zile ofisi kwamba Mwana na Baba na Roho ni kitu kimoja kabisa.
hiyo kitu hao hawaikubali, kwamba Baba na Mwana na Roho ni kitu kimoja kabisa, yani umoja kati ya Yesu na Baba. Naposema mimi na Baba tu umoja, kwa maana ya ushirika, ndo anaamini Yesu na Baba ni washirika, ni wamoja katika ushirika, ila si wamoja katika nafsi. Umeona? Kwa hiyo hili fundisho linasimama katika msingi huo, na fundisho hili linatumia maandiko ya maneno ya mitume, wakiamini kwamba mitume ndio walikuwa na nafasi kubwa ya kumtafsiri Yesu, kwa maana wao ndio waliopokea wokovu, watu wa kwanza kupokea wokovu, na miongoni mwao walikuwa wamemuona Yesu na walimuelewa Yesu vizuri pengine kuliko vizazi vingine. Kwa maana hiyo sasa, yale mafundisho ya mitume mara nyingi unakuta mitume wanavyomwongelea Yesu ndio wamelichukua kama fundisho kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa maana mitume wakina Petro, wakina Paulo, wakina Yohana walikuwa wanamhubiri Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni mzaliwa wa kwanza, Yesu ni hivyo, yani kuhani mkuu. Lakini hakuna sehemu ambapo katika fundisho hili linasema moja kwa moja kwamba mitume walikiri kwamba Yesu ni Mungu kwa maana ya nafsi ya pili ya uungu, ila mitume walikiri uungu wa Yesu kwa maana ya kwa sababu tu ametoka kwa Baba. Uungu wake ni kwa sababu ametoka kwa Baba. Kwa maana hiyo sasa, fundisho hili linaonyesha kwamba kama mitume wenyewe hawakuweza kufundisha wala kuhubiri wazi kwamba Yesu ni Mungu, basi hii utatu ni fundisho potofu. Lakini pia fundisho hili pia linasimama katika na maneno ya Yesu mwenyewe. Yesu anasema mimi Yesu anajifafanua, anasema kwamba Baba ni mkuu kuliko mimi, katika Yohana 14:28 pale Baba ni mkuu kuliko mimi. Lakini pia ukisoma maandiko mengine unakuta Yesu anasema hakuna aliye mwema ila Baba peke yake. Umeona? Lakini kuna sehemu anasema katika Mathayo 20 anasema hata mwana, hata malaika, hata mwana hajui ila Baba peke yake ndiye anayejua. Umeona? Kwa hiyo Yesu anaonyesha kabisa kujitenga yeye na Mungu, hachukui nafasi ya Mungu. Kwa maana hiyo yeye ni mmoja tu ya wale viumbe ambao Mungu aliwaumba, lakini akampa neema ya kuwa mwana. Kwa maana hiyo sasa, na fundisho hili linaamini hakuna utatu. Utatu ni fundisho la kipagani ambalo linatakiwa kukemewa, linampa sifa ya Mungu kwa sehemu ambapo hapastahili kupeleka hizo sifa za uungu. Na nimesikia fundisho hili linaenda mbali sana likisema kwamba wanaoamini kuhusiana na utatu mtakatifu wamepotoka, lakini pia wanakufuru. Ni kukufuru kwa Mungu, kwa maana mnampa nafasi ya uungu kwa mtu ambaye si Mungu, ingawa wanaamini kwamba alikuwepo kabla hata ya ulimwengu, lakini bado hata malaika walikuwepo kabla ya ulimwengu. Kwa maana hiyo sasa hatakiwi kuwa na utatu. Lakini ukija kwenye nafasi ya Roho Mtakatifu, wanaamini Roho Mtakatifu ni roho ya Mungu ambayo ilikuwa inafanya kazi kwa Mwana na kwa Baba. Kwa hiyo Yesu wanakiri ni mwana wa Mungu, lakini si katika nafsi. Sio, unanielewa? Kama sisi ambao tulivyo wana wa Mungu lakini hatuko katika nafsi. Umeona? Na wenyewe wanakiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu lakini si katika nafsi ya Mungu. Mungu hana nafsi. Mungu ni mmoja na ni Baba. Kwa hiyo hili fundisho ndo naona lina nguvu sana kuelezea utatu. Nafikiri unalisikia, unaliona, na kupitia mitandao ya kijamii nafikiri fundisho hili linaenda sana. Sasa niko hapa kwa ajili ya kuwasaidia watu wengi, kwa sababu sasa mafundisho haya yakihubiriwa mitandaoni, na sisi ni walimu, tunatakiwa tusimame kueleza ukweli ili watu wengine wasiwe na maswali. Fundisho lingine ambalo lina nguvu, hili ni karibu kwa 80% hadi 90% ya Wakristo wote duniani ndio wako katika fundisho hili, fundisho la Trinity, la utatu mtakatifu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ni Mungu mmoja, yani Mungu mmoja katika nafsi tatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wakristo asilimia kubwa na katika madhehebu yote wanakiri kabisa Mungu ni mmoja katika hizo nafsi tatu. Sasa nataka tukaziangalie nafsi moja katika nafasi yake. Je, hii nafsi maandiko yanaiongeleaje kwa habari ya uungu? Maandiko yanaongeaje? Tukianza na nafsi ya Baba.
Je, Baba ni Mungu? Baba ni Mungu. Sasa hili halina ubishi, madhehebu yote yanakubaliana na hili kwamba Baba ni Mungu 100%. Ile nafsi ya Baba katika hii fundisho la pili, madhehebu yote yanakiri Mungu ni Baba. Kwa hiyo hata katika maandiko yanathibitisha hivyo. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu pale 6 mstari wa 4 anasema sikia Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Yani anaonyesha kwamba Mungu ni mmoja. Lakini Isaya 45 mstari wa 5 pale anasema mimi ndimi Bwana wala hapana mwingine. Umeona? Lakini kuna maeneo mengi tu ambapo maandiko yanathibitisha kwamba Mungu ni Baba. Umeona? Au Baba ni Mungu. Kwa maana hiyo Wakristo wengi wanaamini hivyo, lakini zaidi ya yote pia na Yesu mwenyewe anathibitisha kwamba Baba ni Mungu. Kwenye Yohana 17 mstari wa 3 anasema wewe peke yako ndiwe Mungu wa kweli. Yesu anamuomba Baba, anasema wewe peke yako ndiwe Mungu wa kweli. Kwa maana hiyo sasa hii haina ubishi, haina upinzani kwamba Mungu ni Baba. Baba ni Mungu na Mungu ni mmoja. Umeona? Na madhehebu yote ya Kikristo yanaamini Mungu ni mmoja. Umeona? Sasa utofauti wa kuamini Mungu ni mmoja, hao wengine wanaamini Mungu ni mmoja ambaye ni Baba, lakini wengine wanaamini Mungu ni mmoja ambaye ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunakiri kwamba Baba ni Mungu au Mungu ni Baba. Sasa tukienda katika nafsi ya pili, sasa hii ndio nafsi yenye mjadala mkubwa, na hii ndio nafsi ambayo hapa ndipo kwenye shida kubwa sana. Je, Mwana ni Mungu? Mwana ni Mungu? Mwana ni Mungu? Sasa nimesema hata ile nadharia inayosema Mungu ni mmoja ambaye ni Baba inaamini kwamba Yesu ni Mungu, lakini si katika nafsi. Unaposema katika nafsi, namaanisha yeye Baba na Roho ni kitu kimoja kabisa, 100% wanategemeana. Umeona? Wanashirika, washirika. Umeona? Lakini hao wanaamini Yesu ni Mungu kwa sababu ya ule uwana ambao alikirimiwa na Mungu. Kwa maana hiyo sasa ukishasema hivyo inamaanisha yeye pia aliumbwa kama viumbe wengine. Lakini hii nadharia ya pili ambayo inaamini katika Utatu Mtakatifu inaamini kwamba Yesu ni Mungu ambaye 100% na hakuumbwa. Alikuwepo tangu mwanzo wa ulimwengu milele iliyopita, atakuwepo mpaka milele ijayo. Yani atabaki hivyo tu, hakuumbwa, ni Mungu kabisa. Kama tunavyoona Baba ni Mungu kabisa, hakuumbwa, alikuwepo, na Mwana ndivyo hivyo, kwa sababu ukimwona Baba na Mwana ndipo alipo. Kwa maana hiyo ni Mungu kwa 100%. Umeona? Sasa mimi kama mwalimu wako ninasimama katika fundisho hili, na hili ndio fundisho sahihi, na kanisa linatakiwa lijenge msingi katika fundisho hili la Utatu Mtakatifu. Mungu ni mmoja katika nafsi tatu. Sasa hii ni fundisho ambalo mimi ninalisimamia na ninakufundisha na wewe pia usimame katika fundisho hili. Mungu ni mmoja katika nafsi tatu. Sasa ngoja tuangalie, je, Mwana ni Mungu? Mwana ni Mungu? Sisi tunajibu kimaandiko kabisa, tunaongea kimaandiko. Mwana ni Mungu. Sasa naomba nianze na andiko maarufu sana ambapo hii mada inatumiwa katika andiko hili. Andiko hili ni maarufu kuliko maandiko mengine ambayo yanaweza yakathibitisha uungu wa Mwana. Nafikiri unalifahamu, Yohana 1:1 mpaka mstari wa 10 na ngapi, wa 14, lakini mimi sitasoma mstari yote hiyo. Leo tunaweka msingi. Ikimpendeza Mungu, wakati ujao tutaanza kwenda sasa deep, tutaanza kuchimba, kuzama ndani huko mpaka tupate chemichemi ya hili fundisho. Tutaingia ndani sana, lakini leo kwa sababu tunaweka msingi, naomba tuende tu, tutasoma mistari michache katika ile andiko, ambapo ukisoma kitabu kile cha Yohana kuanzia sura ya kwanza mstari wa kwanza pale hadi wa 3. Mimi nitasoma kwa kichwa hapa, maandiko muda kufungua, lakini nakuwekea hapo, utayaona. Anasema hivi: hapo mwanzo palikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Alafu ukienda mstari wa 14 anasema hivi: huyo neno akavaa mwili akaja kwetu,
akaishi nasi tukaona utukufu kama utukufu wa mwana pekee wa Baba aliyejaa neema na kweli. Sasa jambo kubwa sana ambalo linaelezewa na maandiko haya, sijui kwa nini watu hawayaoni, ila jambo kubwa linaloelezewa na maandiko haya, anasema hivi, hapo mwanzo. Anazungumzia mwanzo, hapo mwanzo. Sasa anaposema hapo mwanzo, mwanzo ni wapi? Mwanzo unaozungumzwa hapa ni wapi? Sasa wengi wanaofananisha mwanzo huu na ule mwanzo wa kitabu cha Mwanzo 1:1, ambapo kwenye Mwanzo 1:1 pale anasema hivi, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa hapa anazungumzia hapo mwanzo palikuwa neno. Kwa maana hiyo wana relate na ule mwanzo wa Mwanzo 1:1 na mwanzo wa Yohana 1:1. Wanasema hapo mwanzo, basi wanaamini mwanzo unaozungumzwa ni mwanzo wa kwenye Mwanzo 1:1, kwamba Mungu aliumba mbingu na nchi. Lakini ukiyasoma maandiko haya kwa umakini na kwa uzuri, unagundua mwanzo unaozungumzwa hapa sio ule mwanzo wa Mwanzo 1:1. Kwa sababu gani? Anasema hivi, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Sijui unaelewa, katika hiyo Mwanzo 1:1. Kwa hiyo inaonyesha yule Mwanzo 1:1 ilikuwa ni mwanzo wa uumbaji. Hapa anazungumzia mwanzo wa uumbaji katika Mwanzo 1:1. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Kwa pale inamaanisha ni mwanzo wa uumbaji. Sasa mwanzo wa hiyo Yohana 1:1 anasema hapo mwanzo palikuwako neno. Sijui unanielewa? Naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Sijui unanielewa hayo mambo? Ile neno kwenye kitabu cha Mwanzo 1:1 anaposema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, inamaanisha mwanzo anaozungumzia, anaanzia kuzungumza mwanzo wa mbingu na nchi. Lakini Yohana hazungumzi mwanzo wa mbingu na nchi, anazungumza mwanzo wa umilele. Sio, unanielewa? Milele iliyopita, milele ambayo hiyo mwanzo wake hakuna mwisho. Hakuna mwisho. Kwa maana alikuwepo. Hakuna maandiko yanayoonyesha aliumbwa. Alikuwepo. Kwa maana sasa, kama alikuwepo na alikuwa Mungu tangu zama hizo, inamaanisha yeye na Baba ni kitu kimoja. Kwa maana hiyo, kwa andiko hili linatuonyesha kwamba Yesu ni Mungu tangu asili. Tunapozungumzia asili, yani tangu huko mwanzo, yani ni asili kabisa, yeye hakuumbwa. Alikuwa mwanzo, ni Mungu. Umeona? Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Kwa hapo inaonyesha kabisa Yesu alikuwa Mungu tangia huko mwanzo. Sasa hili ni andiko ambalo tutazidi kulifafanua tunavyozidi kuendelea na kipindi hiki. Tutazidi kuyaona mambo mengi. Kuna vitu vingi sana viko ndani hapa, lakini jambo lingine linalotufafanulia uungu wa Yesu, ni kitabu hiki cha Yohana 28 mstari 28 mstari wa 28, sura ya 20 Yohana. Pale unamwona Yesu amefufuka, alafu Tomaso amekataa kwamba mimi siwezi nikakubaliana na nyie habari za Yesu kufufuka, huo ni uzushi. Mimi mpaka nimuone hivi kwa macho yangu haya mawili, na nitakapomuona kwa macho yangu mawili bado sitaamini mpaka nimguse, na kumgusa haitoshi, nataka nipapase vidonda vyake, nipapase matobo ya misumari, nipapase alama za mkuki kwenye ubavu wake, hapo ndipo nitaamini. Umeona? Sasa wakati ameendelea na yale, Yesu akawatokea. Baada ya Yesu kuwatokea, akamuita Tomaso, akamwambia, njoo Tomaso, unishuhudie, unipapase, uangalie vidonda vyangu ili uamini. Tomaso akajibu sasa katika hiyo Yohana 20:28 anasema hivi, Bwana wangu na Mungu wangu. Anayasema mambo mawili makubwa pale Tomaso, anasema Bwana wangu na Mungu wangu. Neno Bwana wangu inamaanisha ni mkuu wangu, mwokozi wangu, kiongozi wangu, ndo Bwana wangu. Lakini na Mungu wangu anaposema na Mungu wangu, anamaanisha sasa yeye ni Mungu. Umeona? Na Mungu wangu anamaanisha ni Mungu. Umeona? Sasa Tomaso kusema vile sio shida. Inawezekana labda mtu yote tu anaweza kalopoka kutokana na mshangao. Umeelewa? Anaweza kalopoka, sio shida kwamba Bwana alisema na Tomaso. Sasa kama Tomaso alisema, tunamwaminije Tomaso? Hatumwamini Tomaso. Kitu ambacho kipo pale watu wengi hawakifuatilii ni kwamba Yesu hakumkemea Tomaso kwa yale maneno, hakumzuia kwa yale maneno, wala hakukanusha alichokisema Tomaso. Kwa maana Yesu alipokea utukufu wa Mungu.
Yesu alipokea utukufu wa Mungu. Ona, kabla ya kufufuka Yesu, kabla ya kufufuka watu wakimuita mwema, so, kwa nini unaniita mwema? Hakuna mwema ila Baba. Sio, unaelewa? Kabla ya kufufuka hakuna mwema ila Baba. Sio mtu mwingine anamwambia Baba ni mkuu kuliko mimi. Alikuwa anajishusha, hachukui utukufu wa kiungu. Lakini baada ya kufufuka Tomaso anamuita Bwana wangu na Mungu wangu, hakanushi. Kwa maana hiyo Yesu anauchukua utukufu wa Mungu, na tunavyomjua Yesu ni mnyenyekevu, hawezi akachukua utukufu wa Mungu kama sio. Kwa maana hiyo hii andiko naona kabisa Yesu anaubeba utukufu wa uungu. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo alivyo. Tomaso alimuona Yesu kwa tofauti na ambavyo angekuwa anamuona wakati mwingine. Kwa maana hiyo yeye Tomaso alimuona Yesu akafunuliwa, kwamba kama vile Petro alivyofunuliwa kwamba wewe ndio Masia mwana wa Mungu aliye hai, na Tomaso amefunuliwa sasa baada, kwa sababu yeye peke yake ndo alikuwa aamini, wengine wote wanaamini. Kwa maana hiyo sasa, ili kuamini kwake sio tu kumuona na kumshika hivi, alipewa na ufunuo, ambao ufunuo anasema Bwana wangu na Mungu wangu. Na labda niwasomeni hapa maandiko kama alivyo. Of course nimekuwekea hapo, lakini naomba na mimi niyasome kwa faida yangu pia, kwa sababu mimi nafundisha, lakini nafundisha nikiwa najifunza. Roho Mtakatifu ana kitu anaweza akaniongezea katika kufundisha. Umeona, kwa watu hatumalizi kujifunza, kwa sababu Roho Mtakatifu ni yeye yule ambaye anatusaidia kila wakati. Anasema hivi, kisha akamwambia Tomaso, nimeanzia 27, leta kidole chako uitazame mikono yangu, ulete mkono wako uutie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini bali aaminie. Tomaso, sikiliza haya maneno. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Kuna alama ya mshangao pale. Kwa maana Tomaso alishangaa alikuwa katika bumbuwazi, kwa akasema Bwana wangu na Mungu wangu. Alafu mstari wa 29 ndo namaliza. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki, heri wasioniona wakasadiki. Kwa maana hiyo anamwambia Tomaso amesadiki nini? Kwa maneno, sikia haya maneno, Bwana wangu na Mungu wangu. Afu Yesu anasemaje? Wewe kwa kuwa umeniona umesadiki, heri wasioniona wakasadiki. Kwa maana hiyo Tomaso kasadiki nini? Kasadiki kwamba Yesu ni Bwana wake na Mungu wake, lakini pia kasadiki kufufuka kwake. Kwa maana hiyo Yesu anauchukua utukufu wa Mungu pale. Kwa maana hiyo sasa uweze ukasema Yesu si Mungu. Okay? Tukiendelea tena, andiko lingine nakupa. Haya ni maandiko ya Agano Jipya. Tito 2:13. Tito 2:13. Sasa sijajua kwa nini watu wanayapinga haya ili neno. Huyu ni Mtume Paulo anasema hivi, anamthibitisha Yesu kuwa ni Mungu mkuu na Mwokozi wetu, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Kristo Yesu mkato, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Yesu Kristo, Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Sasa unaona hapa, hizi ni sifa za Yesu. Sasa Yesu kama angelikuwa ni Mungu, kwa maana hashiriki katika ile nafsi za utatu, asingeitwa Mungu mkuu. Unajua nini maana ya Mungu mkuu? Yaani yeye ndiye mkuu. Hilo neno mkuu mbona kama linajitosheleza sana? Kwani kuna haja ya kuliongezea tena hapo kwamba Mungu mkuu lina maana gani? Unaposema huyu ni Mungu mkuu, kuna maana nyingine yoyote hapo? Labda kama kuna maana nyingine yoyote unaweza ukaipata kwenye hilo neno, na labda wewe ndio utanifundisha sasa. Mimi na mimi niko tayari kujifunza, lakini neno Mungu mkuu linajitosheleza. Mimi sitaki nilifafanue sana hilo, naenda kwenye andiko lingine. Mungu mkuu, anasema Mungu mkuu. Asante. Sasa labda niwasaidieni tu kitu kimoja. Yale maneno yote ambayo Yesu alikuwa anayazungumza kabla ya kusurubiwa yalikuwa ni maneno ambayo yanaonyesha kujishusha, sababu Yesu alikuja kama sadaka. Sadaka inamaanisha alishiriki ubinadamu kwa 100%. Kwa maana hiyo ilitakiwa naye aombe, ilitakiwa naye afunge, ilitakiwa naye kuna wakati fulani afanye kazi apate chakula, kuna wakati fulani ilikuwa anaona njaa, kuna wakati fulani analala kabisa usingizi.
kuna wakati fulani anajisikia huzuni, kuna wakati fulani anajisikia uchungu, kuna wakati fulani anajisikia hasira, kuna wakati hapo ni 100% mwanadamu wa kawaida alipokuwa duniani. Kwa maana hiyo sasa alishiriki udhaifu wote wa kibinadamu ambao sisi tunaushiriki, na majaribu yote ambayo binadamu tunayapata alijaribiwa. Yesu alijaribiwa kila jaribu ambao sisi vijana tunajaribiwa. Kwa maana hiyo alikuwa mwanadamu. Kwa angekuwa na ile nafasi yake ya uungu duniani, asingeweza kuwa sadaka. Mungu anakuaje sadaka? Kwa maana ilitakiwa kwanza yeye awe mwanadamu ndio ili awe sadaka. Sijui unanielewa hicho kitu. Kwa maana Yesu akashuka Mungu kama Mungu, yani na utukufu wake, alafu akawa sadaka. Hiyo sadaka sasa inakuaje? Itakiwa ashiriki tunachokipitia ili awe mwanadamu ndo awe sadaka. Kwa maana katika ushiriki kwake aliacha, mbona maandiko yako wazi rafiki zangu, kwamba aliacha utukufu na heshima kwa Baba, aliacha kila kitu katika enzi ya Mungu kule juu mbinguni, akaja hapa duniani. Kwa maana vitu vyote aliviacha. Ndio maana unaona analia, ndio maana unaona ana kiu wakati fulani, ndio maana unaona kuna wakati anasikia njaa, ndio maana unaona kuna anashiriki. Alikuwa na mwili wa kibinadamu. Sasa katika maswali ya kipuuzi ambayo nimewahi kuyasikia ni kwamba mtu anasema sasa kama Mungu alikufa msalabani, alipokufa dunia ilibaki na nani ile siku ambapo Yesu anakufa? Kwa sababu Mungu kafa, dunia inabaki na nani? Sasa hilo swali ni la kijinga sana. Hawa watu wenye maswali kama hayo, mimi sionagi hata haja ya kuyajibu, kwa maana ni maswali tu ya kipumbavu ya watu ambao wasio na ufahamu, wasio na uelewa, ndio huwa wanayauliza maswali. Lakini kwa sababu ninalifundisha hili swala, naomba tu nijibu kwa haraka, kwa kupita tu, kwa sababu naona tu ni maswali ambayo yanapoteza muda. Ni kwamba Mungu hahitaji kusimamia kila kitu alichokiumba ndio kifanye kazi. Kila Mungu alichokiumba kinajisimamia, yaani Mungu alishaiwekea system, kila kitu kinajisimamia chenyewe. Mungu anachoweza kukifanya ni kuagiza. Ndio maana Mungu wakati analeta gharika, ilibidi aongee na nini ile pale ardhi na nini ipasue miamba, maji yatoke kule chini. Yaani tu alienda katika ule uumbaji wake, akafanya kitu kikaenda nje ya uumbaji wake, watu wakaangamia kwa gharika. Umeona? Wakati wa Yona na mezwa na samaki, Mungu alizungumza tu na samaki. Umeona? Ili samaki afanye kitu ambacho huwa hafanyagi, na akakifanya kile kitu kwa sababu ya agizo la Mungu. Lakini kila kitu kipo kwenye system, yani kinajiendesha chenyewe alichokiumba Mungu. Kwa maana hiyo, alafu kitu kingine niwaelezeni, Mungu hahitaji kuwepo sehemu physically ndio Mungu wote awepo. Yupo kila eneo, kila sehemu, kila mahali. Ila Yesu alihitaji kupractical kila kitu katika kuwa sadaka. Kwa maana hiyo, hayo ni maswali ambayo watu wanayauliza, lakini ni maswali mepesi tu ambayo na ninaona watu wengi wanaouliza maswali sio Wakristo. Watu wengi wanauliza maswali sio Wakristo, na ninashukuru Mungu Wakristo wengi wanayapuuzia tu, wanaona ni maswali ambayo hayana elimu ndani yake. Sasa naomba tufunge kuhusiana na swala la Yesu. Lakini sasa tunapomwongelea Roho Mtakatifu ni very simple, ni kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu wa 100%, wala sio roho anayekaa ndani ya Baba na Mwana, ni 100%. Na wakati wa uumbaji yeye ndio tunaona alishuka katika giza pale, akatulia katika uso wa vilindi vya maji. Roho Mtakatifu katika kitabu cha Mwanzo tunaona huyu ndiye aliyekuweko na yeye tangu mwanzo, na alishiriki kamilifu katika mambo ya uumbaji. Sasa maandiko yanayothibitisha kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu yako mengi, lakini naomba kwa sababu ya dakika naona zinakimbia hapa, ili mambo yasiwe mengi sana. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 3 na 4, Petro anamwambia Anania, umemdanganya Roho Mtakatifu. Matendo 5:3 hadi 4, anamwambia Anania, umemdanganya. Unajua Anania na Safira walificha zile sehemu, kwa wakaenda wakasema uongo. Petro anamwambia umemdanganya Roho Mtakatifu. Alafu hapo anamwambia hukumdanganya mwanadamu bali Mungu. Maana anamuonyesha kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu. Umeona? Kwa maana hiyo Roho Mtakatifu sasa hivi katika kanisa la leo yupo kwa ajili ya kutufundisha, ya kutuongoza, ya kutuombea, ya kututia moyo, ya kututia nguvu, ya kutushauri na mambo mengine yafananayo nao, ili kuhakikisha kanisa la Mungu aliteteleki liwapo duniani na linaweza likampokea Kristo. Sio linaweza, litampokea Kristo katika ile siku ya mwisho. Umeona? Sasa je, kuna sehemu ambapo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanaonekana pamoja? Sawa, ni katika Mathayo 3:16-17 pale wakati wa ubatizo wa Kristo Yesu. Tunaona Yesu anaposhuka kama mwana, anapopanda kama mwana juu ya maji wakati wanabatizwa, malaika akashuka kama ua begani mwake, alafu Baba akashuka pale kwa sauti, anasema huyu ndiye mwanangu mpendwa, nipendezwaye naye, msikilizeni. Lakini pia katika Mathayo 28:19 Yesu anasema hivi, mkiwabatiza watu wabatizeni kwa jina la Baba
na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mwabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na tutaendelea siku moja kuhusiana na ubatizo. Je, tubatize kwa jina la Yesu au tubatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Haya mambo watu wanapenda sana kujimix, lakini naona ni hapo wazi tu. Sasa na katika Agano la Kale pia kulikuwa kunatokea utatu kabisa unajitokeza katika Agano la Kale. Tunaona kabisa Mwana, tunamwona Roho, tunamwona Baba. Sehemu nyingi katika maandiko ya Agano la Kale yanajitokeza kabisa utatu, lakini tutakuja kuyaona wakati ujao. Ila kwa sasa hivi niseme itoshe kwamba Mungu ni mmoja ambaye yupo katika nafsi tatu. Mungu ni mmoja katika nafsi tatu. Tunapozungumza Baba ni nafsi ya Mungu ambao tumeona sana ikiongelewa katika maandiko ya Agano la Kale, imejifunua. Sio kwamba hakuwepo Mwana, hakuwepo Roho, walikuwepo wote, lakini amefunuliwa sana Baba katika maandiko ya Agano la Kale. Na maandiko ya Agano la Kale yalikuwa yanamuelezea Mwana ambaye atakuja kufunuliwa katika maandiko ya Agano Jipya, ambapo Roho Mtakatifu yeye anasimama kama utimilifu wa kila kitu kile kilichoanza kwa Baba Agano la Kale, Mwana Agano Jipya, yeye anasimama katika utimilifu wa yote mpaka mwisho wa dahari. Sijui unanielewa rafiki yangu? Basi naomba kwa leo tuishie hapa. Jina langu mimi naitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Kama hujasubscribe channel, naomba usubscribe hapo. Kama unalo swali liache kwenye comment, lakini namba zetu ni hizo hapo unazoziona. Mungu akikusemesha chochote, unaweza ukatafuta kwa namba hizo hapo kwa maombi, maombezi, ushauri. Basi namba zetu ni hizo hapo. Mungu akubariki sana.